Donald Trump amekubali kuongeza muda wa makataa ya kujadili nyongeza ya ushuru wa forodha na Umoja wa Ulaya kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kuliangazia hili nimezungumza na Mubelo Bandio ambaye ni mkazi wa Marekani na vilevile mchambuzi wa masuala ya kimataifa, pamoja na Vincent Kimosop ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, ambaye anaanza kwa kuelezea athari iliyopo iwapo hatua hiyo ingechukuliwa. Kwanza ingeathiri ile amani ama utulivu kutokana na kuelewa biashara inaendelea kwa njia gani. Sababu ya kukuwa na sheria na mipango vizuri kueleweka kwamba tunafanya biashara kwa njia hii ndio ratiba tunayafuata, sheria ni haya, lakini wakati unakuwa na kutokuelewa, wale ambao wanafanya mipango, wale waegezaji, wale wanapanga ni ngapi ambapo tutalipa kwa serikali, tutaajiri watu namna gani. Maana haya yote ni mambo ambayo yangeathiriwa kutokana na kutokuwa na mpango unaoeleweka na pia utulivu katika zile sheria ambazo inaongoza mambo ya biashara na taratibu. Na baada ya mazungumzo yake Rais Trump na kamishna wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, Rais Trump ameonekana kulegeza msimamo na kukubali mazungumzo. Nikija kwako Mubelo Bandio, kipi kimefanya Rais Trump kulegeza msimamo wake? Anasema ni mazungumzo, na nafikiri tunatakiwa kuamini hilo kwa sababu hata yule kiongozi kutoka EU nayo Umoja Ulaya pia alisema kwamba walifanya mazungumzo. Lakini tukumbuke pia hata baada ya kuwa amesema hivyo, Umoja wa Ulaya nao walisitisha ushuru wao ambao awali walikuwa wamefikiria kufanya kwa 25% ambazo zingetakiwa pia zingie kwa bidhaa takriban bilioni kadhaa kwa bidhaa za Marekani. Lakini sasa hivi wamesema wanasitisha kwa sababu ya mazungumzo mpaka Juni 9. Lakini bado watu wanaamini kabisa kwamba hata watu wanaoahidi kwamba watafanya mazungumzo pamoja nao wanaendelea kuangalia njia ya tofauti, kwa sababu hakuna anayeamini kwamba alichokisema Trump kitaendelea kuwepo. Anaweza akafanya hivi na mkaamini kwamba amekubaliana naye, lakini akaweka mahitaji zaidi na mkishindwa akaweza kufanya nini? Kuongeza ushuru. Nikisalia kwako, lakini Trump anaonekana kama vile anatumia nguvu ya uchumi wa nchi yake kuziadhibu nchi zingine. Hata nguvu ya Marekani haitokani na vitu kuuzwa ndani ya Marekani pekee. Kwa hiyo wapo watu wanaoamini kwamba ni nguvu ya kiuchumi ambayo ipo kutoka nchini Marekani, lakini wasiwasi ni kwamba wapo watu wengi ambao wanaona kwamba lilikuwa ni soko na lilikuwa ni soko ambalo limeshaanzishwa na limeshakuwa imara kwao. Kwa hiyo hawakuweza kuangalia sehemu nyingine, na pengine soko lilianza za katika zama ambazo watu hawakuwa na namna kuangalia soko sehemu nyingine. Wasiwasi ni kwamba hii inaanza kuwapa watu fursa ya kuangalia, je, kuna sehemu nyingine ambako tunaweza tukafanya mahusiano, mashirikiano ya kiuchumi na kutafuta soko la kiuchumi. Kwa hiyo wapo wanaona kwamba hiki kinachofanyika hivi sasa kinaweza kisiwe na athari za sasa hivi, kwa sababu hata kupata soko unaweza kuchukua muda, lakini wapo wanaamini kwamba hii sasa inaanza kutengeneza mazingira ambayo baadhi ya watu kadri muda unavyozidi kwenda wataanza kupunguza utegemezi wao wa biashara ama wa uchumi wa Kimarekani kwa sababu ya hiki ambacho kimetokea kwa Rais Donald Trump. Naam, Kimosop, kwa kiasi gani nchi za Afrika zitaumia iwapo mazungumzo hayatafanikiwa na bidhaa za Umoja wa Ulaya kutozwa ushuru mkubwa zingiapo Marekani? Mataifa, makampuni zitaanza kutafuta soko mbadala, na bara la Afrika ni mahali ambapo tuna nafasi. Kwa mfano, sisi tuko bara ambalo limetenga, watu wanaanza kuangalia kwamba nguvu na wimbo wa kiuchumi unaendelea panda, na kila mtu anataka kukuwa na nafasi na bara la Afrika. Sasa tutaweza kuwa na tashwishi kidogo katika mwanzo, lakini nimeona kwamba tukijipanga vizuri kama mataifa, tufanye kazi kwa pamoja, tuweze kuweza kuonyesha kwamba kuna nafasi ya sisi kushirikiana. Hiyo ni ubaya, kwa sababu tuko kipindi ambacho dunia inabadilika. Vile siasa na biashara ilikuwa ni endelezwa, inaanza kubadilika, na huu imeanza wakati wa hata kabla ya Donald Trump kuwa president. Ni yeye tu ameweza kufanya mambo haya kwa kasi na kuona kwamba lazima aweke taifa lake mbele, na anatumia nguvu mbadala kuweza kuhakikisha kwamba anayapata yale makusudio ya kuweza kupigia taifa lake mpato, waweze kuwa na nafasi bora katika ulimwengu unaobadilika na katika hali ya kiuchumi. Naam, tukisalia hapo kwenye masoko mbadala na vile katika kuliweka taifa lake mstari wa mbele, nikija kwako Mubelo, kuna maamuzi ambayo bwana Trump amekuwa akiyafanya, kama vile pendekezo la kuambia baadhi ya kampuni kama vile ya Apple kuweza kuhamia Marekani na kutengeneza bidhaa zake Marekani ili kuweza kupunguza huo ushuru ambao ulikuwa utozwe. Hili unalizungumzia vipi?
changamoto kubwa iliyopo hapa nchini Marekani ni kwamba gharama za wafanyakazi, gharama za kulipa wafanyakazi hapa nchini Marekani ni za juu sana, lakini mshahara wa mtu anayelipwa San Diego kwa saa moja ndio mshahara ambao analipwa mtu Tijuana, Mexico kwa siku nzima, na kwa kutengeneza kifaa kile kile. Kwa hiyo wakati mwingine unagundua kwamba gharama za uendeshaji hapa nchini Marekani ni kubwa sana, gharama za matibabu ni kubwa sana, bima na kila kitu. Kuwalazimisha watu kuhamisha vitu hapa, changamoto yake ni kwamba hatujui kama watu wote watalazimika, yani wataweza kuwa na idadi sawa ya wafanyakazi. Kama alikuwa na wafanyakazi 1,000 China, akifika huku anaweza akawa na uwezo wa kulipa wafanyakazi 200 tu. Kwa ina maana hujaleta kile ambacho unataka, uzalishaji utapungua, na kweli si kitu ambacho kinahamishika tu kwa dakika moja ama kwa mwaka mmoja, kwa sababu tunazungumzia viwanda. Kuna mambo ya taaluma ambayo imeweza kujengwa kwa taifa ambalo limekuwa likitengeneza bidhaa haya. Pia lazima tuangalie vile taifa tuseme kama China imeweza kujipanga. Taifa wamefanya utafiti, wameanza kufundisha watu, na maana kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinasaidia ama inavuta wale waegezaji mahali pale. Sasa kutangaza tu, lazima mkija mfanye na mtengeneze bidhaa kwenye taifa la Amerika. Kuna vitu vingi ambavyo ni vizuizi na inathibiti ule uwezekano kwa makampuni kuweza kurejea nchini. Je, Umoja wa Ulaya unaweza kukabiliana na Marekani endapo itatoza ushuru huo wa 50%, na ni hatua zipi ambazo inaweza kuchukua dhidi ya Marekani na athari yake itakuwa nini? Nikija kwako Kimosopo. Serikali inaendeshwa na biashara, na zaidi ya haya zile ushuru ambao wanatoa kuhakikisha kwamba hiyo ndio inaweza kulipa na zile fidia na gharama ya serikali. Hakuna njia mbadala. Ni wao, hata kama itachukua muda, wakae kwenye meza waweze kuweza kujadiliana, kwa sababu njia moja kunawiri na mataifa konga mbele ni wanaposhirikiana kibiashara. Kwako Mubelwa, sasa Afrika ifanye nini ili kuepukana na hali hii ya kiuchumi inayoendelea? Nafikiri Afrika kwanza, jambo wawe wazalishaji, lakini pia wawe walaji wa huduma mbalimbali, kujaribu pia kutengeneza kuziongezea thamani baadhi ya bidhaa na kuangalia masoko katika sehemu mbalimbali. Hii sioni kama litakuja kutuathiri sana. Nikumbuke kwamba ushuru ni ule ambao nchi ambayo inaingiza bidhaa nchini Marekani ndio ambayo italipa. Kama kuna kitu chochote, inaweza ikawa ni nafasi ama inaweza ikawa ni fursa kwa Afrika kuanza kutengeneza masoko, kama ambavyo Afrika Kusini ilianza kuangalia partner wengine. Najua China nayo imeanza kufanya hivyo.